Sababu ya tano kwa nini watu wanakuwa maskini na wanabaki kuwa maskini ingawa uwezekano wa kutoka kwenye umaskini upo, ni kutojua kanuni za fedha na kutokuwa na elimu ya fedha. Narudia tena, kutojua kanuni za fedha na kutokuwa na elimu ya fedha. Hivi vitu vinakwenda pamoja. Kwa hiyo inawezekana unatazama TikTok live, ili uweze kupata video quality, nenda YouTube, tafuta Pastor Dickson Kabigumila, utaona ikiwa imekaa vizuri zaidi kuliko hii ya simu. Au nenda Facebook, tafuta Dickson Cornel Kabigumila, utapata quality nzuri. Simu hazina ubora kama kamera. Kwa hiyo karibu. Lakini kama uwezi, endelea kuangalia hapo TikTok. Kanuni za fedha ambazo ninataka kushare na wewe. Nitashare kanuni 10 tu leo ambazo unapaswa zijue kama kweli una nia ya kuwa na fedha na uzitawale fedha. Kanuni 10 ambazo nitashare hapa, ambazo kwa haraka unapaswa uzijue kama kweli una nia ya kuwa na fedha na kuzitawala fedha. Kanuni ya kwanza, moja ya Kirumi, unaweza kaniandikia Pastor Sam. Ya kwanza ni fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Wanaotazama YouTube unaweza kaandika, ili wengine wakija warau wapitie wasome ulichoandika. Usikae tu haido, andika. Hiyo ni njia mojawapo ya kuviingiza kwenye subconscious mind, sehemu ya ubongo wako ambayo inatunza taarifa za muhimu. Andika. Ndio maana wakati tunasoma sekondari, wapi, chuo, tulikuwa hata tukifanya personal study unakuwa unaandika. Hiyo na save kwenye sehemu ya ubongo isio sahau. Kwa hiyo andika. Usikae tu, sikiliza, andika. Narudia tena, kanuni ya kwanza au moja ya Kirumi, fedha hufuata uwezo au thamani ya mtu. Mathayo 25 mstari wa 14 na wa 15. Mathayo 25 mstari wa 14 na wa 15. Mathayo 25 14 15. Maandiko yanasema, ni mfano wa mtu aliyetaka kusafiri, akawaita watumwa wake 3, alafu akaweka kwao talanta zake, au akaweka kwao fedha yake. Mmoja akampa talanta 5, wa pili akampa talanta 2, na wa tatu akampa talanta 1. Maandiko yanamalizia kwa kusema kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake. Kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake. Maana yake ni kwamba huyu bosi au mtu aliyekuwa anawaendesha na kuwatumikisha watumwa, au tuseme mwajiri wa watu, alikuwa amekaa nao kwa muda wa kutosha, amestadi maisha yao, amestadi uwezo wao, amejiridhisha ya kwamba huyu ukimwachia 5, uwezekano wa kuzitunza na kuzizalisha ni mkubwa kulinganisha na huyu ambaye ninamwachia 2 au huyu ambaye ninamwachia 1. Alikuwa afanyi bahati, alikuwa afanyi patapotea. Alikuwa angalia ni ndugu yangu, rafiki yangu, ninampenda sana kuliko wengine au la. Hapa aliangalia uwezo. Pesa pia ina akili. Pesa ina ufahamu. Inawafuata wenye uwezo, inawakimbia wasiokuwa na uwezo. Mtu aliyejiandaa kwa kuwa na maarifa mengi kuhusu pesa, elimu kuhusu fedha, na anaishi kanuni za fedha, kwa kumaanisha pesa huwa inamfuata. Yule ambaye hajui, pesa inamkimbia. Na nikuhakikishie matajiri wengi unaowajua wewe wanazijua kanuni za fedha na wanazitenda kila siku. Wengine kwa kujua kwamba ni kanuni au kwa kutojua kwamba ni kanuni. Na ndio maana unaweza kaona tajiri anazidi kuwa tajiri na maskini anazidi kuwa maskini. Walionacho wanazidi kuongezewa, wasionacho hata kile kidogo kilichoko kinaishia kwenye mikono ya matajiri tena kupitia bidhaa zao au huduma ambazo wanazitoa kwa matajiri.
Sasa iko hivi, kadri unavyoongeza uwezo wa kifedha, kadri unavyoongeza elimu ya fedha, unajiweka mahali pa kupendelewa na mzunguko wa fedha. Kadri unavyoongeza uwezo wako wa kifedha, unajiweka mahali pa kupendelewa na mzunguko wa fedha. Na kadri ambavyo unakaa bila kujiongeza, kusoma vitabu vya mambo ya fedha, biashara, uchumi, kujua pesa inafanyaje kazi, hayo yote ujui, unaendelea kuishi kwa bahati tu na kudra za Mwenyezi Mungu.